Afrika ni kivutio kikubwa duniani, kwani kumekuwa na historia nyingi za kuvutia na za utalii. Lifahamu kabila la Mossi, kabila lililokuwa na historia kubwa katika utawala wa Burkina Faso. Karibu, hii ni Kiswahili TV na mimi ni G Vrenga hapa. Kabila la Mossi na familia ya Traore ina historia ndefu na ya kuvutia katika eneo la Afrika Magharibi, hasa katika nchi ya Burkina Faso ya leo. Mossi ni moja ya makabila makubwa na yenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo, na familia ya Traore imekuwa na jukumu muhimu katika siasa na utawala wa kabila hilo na nchi kwa ujumla. Asili ya kabila la Mossi. Kabila la Mossi linaaminika kuwa na asili yake katika karne ya 11 au 12 BK. Kulingana na historia kusikilizwa, kabila hilo lilianzishwa na Waabga, wakulima na wafugaji waliohamia katika eneo la Ghana ya leo na kukaa katika eneo la Burkina Faso ya leo. Mossi walianzisha madola kadhaa ambayo yalikuwa na utawala wa kifalme na yalikuwa na uwezo wa kijeshi wenye nguvu. Madola ya Mossi. Mossi walianzisha madola makuu matatu. Tenkodogo, madola ya kwanza kuanzishwa ikiongozwa na mtawala wa kwanza wa Mossi, Ouedraogo. Dola ya pili ni Ouagadougou. Ouagadougou, madola kuu na yenye nguvu zaidi ambayo ilikuwa kitovu cha utawala wa Mossi. Na dola ya tatu ni Yatenga, madola ya kaskazini ambayo ilikuwa na utawala wa kujitegemea kwa kiasi fulani. Familia ya Traore. Familia ya Traore ni moja ya majina makubwa na yenye ushawishi katika kabila la Mossi. Wamekuwa na jukumu muhimu katika siasa na utawala wa Mossi kwa karne nyingi. Traore ni jina la kawaida kati ya Mossi, na watu wengi wenye jina hilo wamekuwa viongozi wa kijeshi, wafalme na viongozi wa kisiasa. Traore katika historia ya Burkina Faso. Katika historia ya Burkina Faso karibuni ya Burkina Faso, familia ya Traore imekuwa na ushawishi mkubwa. Kwa mfano, Sangoule Lamizana aliyekuwa rais wa Burkina Faso wakati huo, Haut Volta, kati ya mwaka 1966 hadi mwaka 1980 alitoka katika kabila la Mossi na alikuwa na uhusiano na familia ya Traore. Pia Blaise Compaoré aliyekuwa rais wa Burkina Faso na kwa miaka 27 mwaka 1987 hadi 2014 alikuwa na uhusiano wa karibu na viongozi wa Mossi na familia ya Traore. Mchango wa Mossi na Traore katika utamaduni. Kabila la Mossi lina utamaduni wa kuvutia ikiwa ni pamoja na mila, dansi na muziki. Mossi pia wana dini za asili zinazohusisha Mungu mmoja wa juu, Wende, na Mungu wa chini. Familia ya Traore imekuwa muhimu katika kuhifadhi na kueneza utamaduni huu wa kizazi kwa kizazi. Kabila la Mossi na familia ya Traore vina mchango mkubwa katika historia na utamaduni wa Burkina Faso na Afrika Magharibi kwa ujumla. Mossi wamekuwa wakomeshaji wa ukoloni na wamejenga utamaduni imara na wa kipekee. Familia ya Traore imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa sauti ya Mossi inasikika katika siasa na maisha ya kijamii. Kwa sasa Burkina Faso inaongozwa na Rais Ibrahim Traore ambaye pia ametokea katika familia ya Traore ambayo pia ni familia kubwa katika familia za kabila la Mossi. Ibrahim Traore pia ni kiongozi ambaye anaonekana amefuata nyayo za Thomas Sankara ambaye pia aliingia madarakani kwa kupindua. Nyayo za Ibrahim Traore zinaonekana kabisa kufuata misingi ya Thomas Sankara. Ibrahim Traore amekuwa akilenga kufanya maendeleo na kuboresha usalama katika nchi ya Burkina Faso, ikiwa hivi karibuni imetoka ripoti iliyoonyesha kuwa Mali, Niger, Burkina Faso, yaani ukanda wa Sahel Alliance, ni ukanda ambao unaongoza sana kwa matukio ya kigaidi, kwani takwimu zinaonyesha kuwa vifo vingi vya kigaidi vinatokea katika ukanda huo. Hii inaashiria ni namna gani vikundi vya kigaidi vimeamua kujificha katika ukanda huo, kwani ni ukanda ambao vikundi vya kigaidi vimeona kuwa
ni rahisi kuendesha shughuli zao, kwani kulingana na hali ya kimazingira na hali ya kiusalama kuwa ndogo katika maeneo hayo, lakini pia hali ya kijiografia imewafanya vikundi hivyo kuvutiwa zaidi na mazingira hayo. Na hiyo ndiyo moja ya hoja ya kwanza ya Ibrahim Traore kudumisha usalama katika nchi ya Burkina Faso, kwani imekuwa ikisumbuliwa na vikundi vya kigaidi tofauti tofauti. Asante mtazamaji, ulikuwa nami G Venga hapa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usiache kuendelea kutufuatilia ndani ya channel yako pendwa kabisa ya Kiswahili TV. Asante na karibu sana.